Wapendwa marafiki wa kanisa la CLC Church, hapa ni katika kanisa la Christ Lives Church ambalo liko katika Nairobi, Umoja 3 Estate, na katika Samba Court on your way to Dandora. Bwana asifiwe, najua uko mwema na tena natumai bado uko safe. Imekuwa ni muda hatujaweza kupatana katika kanisani, na najua bado unazidi kuangalia mambo ya Mungu. Tumekuwa katika wakati mgumu, na najua katika nyakati ngumu Mungu ndiyo tegemeo letu, Mungu ndiyo kimbilio letu, na Mungu ndiye ambaye ataweza kutunusuru katika mambo ambayo tunapitia na ambayo yataweza kukuja. Ni wakati mwema wa kuweza kusikia neno la siku ya leo, na ningetaka kusema kabla tusikie neno, tuweze kusikia neno na tulitilie maanani, kwa sababu kusikia neno ni kitu kimoja na kulitilia maanani ni kitu kingine. Neno mchungaji anafanya kazi kubwa ya kuweza kutuletea neno. Wacha hata sisi tukaweza kulitilia maanani na likaweza kuishi kutujenga, lisipite tu likipita. Wacha tukaweza kusikia neno na likaweza kukaa ndani yetu. Na ni furaha yangu kuweza kumkaribisha mchungaji Pastor Jimmy M. Kiama aweze kutupatia neno la siku ya leo. Karibu sana mchungaji. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Niko na nguvu nyingi sana, maana Mungu amenipa tumaini. Sijapungukiwa, maana Mungu amekuwa pamoja nami, na ninayo furaha kubwa hata ninaposimama mbele yenu na kwenye madhabahu haya ili ninene neno la Bwana pamoja nanyi. Ni mambo mengi yamepita wiki ambayo tulimalizia jana ama leo, lakini zaidi ya yote Mungu wetu ni mwaminifu. Umepitia mambo mazito, na kuambia kuna Mungu mbinguni ambaye anasima mambo kama hayo. Kuna Mungu anainua wale ambaye wako chini. Tumtumainie yeye na maisha yetu haitakuwa vile ambavyo ilivyo. Nataka kwanza nilete neno la Mungu kushukuru wazee ambao walikuwa mahali hapa juzi na wakafanya kazi nyingi nzuri sana ya kupendeka na kutengeneza kanisa vile ilivyo siku ya leo. Kwa hivyo popote mulipo na mnatazama habari hii, Mungu awabariki sana na watendee mema. Kazi hiyo ni nzuri, endeleeni kumtimkia Bwana, maana kazi ya Mungu si bure. Jina lake Bwana litukuzwe. Nataka kuzungumza neno la Bwana nanyi, na leo hii nataka ujue kwamba pahali ambao unapoenda town kuna njia ambaye unaamka na unajua itakupeleka town. Kurudi pia kuna njia ile ambaye unarudi nayo, na kuna njia ambayo unajua nikipitia njia hii labda ninaweza kuta magaidi na waninyang'anye. Unasuia kwenda njia hiyo. Kuna njia ambayo unajua hii nikienda nayo nifike pale mbele nitakuta yale magari yanaenda kwa ruti hiyo wanalipicha bei kali ama bei chini. Kwa hivyo utaenda kwa ile, maana ni njia ambaye haipendeki. Now, katika Biblia siku ya leo nikataka tujue inasema nini kuhusu njia. In Proverbs chapter number 14 and verse number 12, the Bible says, and I read in English, that there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. The Bible says there is a way. The Bible says in John chapter number 14 and verse number 6, Jesus is the way.
Jesus is the way, and Jesus is the truth, and Jesus is life. Now I'm going to speak of a way and the people who followed the wrong way, and what were the consequences. There is a way that seems right unto the man, but at the end thereof are the ways of the dead, or destruction. We read in the Bible of a prodigal son. The prodigal son was leaving his father comfortably at home. There was everything that he needed. But one day, he decided to come out of that family and to follow another way. He came out of his family, or from his father, and he went, the Bible says, he went to a far country. In this far country, the Bible talks about the way he spent the money. He became he was helpless. The way he followed was the long way. But the Bible says he followed the same way to come back home. When he came home, he found joy. There is a way that seems like, my brother, in the eyes of man, but at the end it is destruction. Many people have followed the long way. They have followed the long way. In the Bible, Samson followed the long way. And he went, the Bible says he went to Timnah, and he found by a lady by name Delilah. He followed the long way. At the end of it, he lost his eye. He lost all the glory. He lost that power. There is a way that seems to be right in the eyes of man, in the eyes of man, but at the end, it is destruction. There is a king, a young king, called Uzziah. The Bible says he came to power when he was only 15 years old. And the Bible says he followed the truth. He followed the right way. He followed the right way of God. He sought God. But at a time came when he sought God, when he followed the ways of God. The Bible says he was strong. He became strong. The country became strong when he followed the ways of the Lord. And then they continue to say, when he followed those ways, he turned away against from the ways of the Lord. He followed his way. And the Bible says that was the beginning of his downfall. When we don't follow the ways of the Lord, we become people who are short of the glory of God. Praise the name of the Lord. When we move from the way of the Lord, when brethren we move from the Lord, when we desert from the ways of the Lord, then we are in a problem. At the end, we have destruction. Praise the name of the Lord. One time there was a young boy, and he was a naughty and a rude boy as he was. And the mother was telling me, Peter, don't do this. He could not listen. Hangesikiliza. Kazi yake ilikuwa ni kutembea na kufanya maovu barabarani. Akafuata njia ambazo ni mbovu. Na ikafika wakati mmoja akakuta fox, akamabweha. Na maana yeye alikuwa na tabia mbaya. Akachukua hiyo fox, akaiba. Akachukua, akaenda nayo, akaficha. Na maana alikuwa na jacket, akaficha ndani ya jacket yake. Na alipoweka ndani ya jacket yake, hii bweha akazikia, sasa I am not comfortable. Mimi hapana, nimesukumwa haya. Huyo fox alifanya kujitetea na njia zake. Na vile alifanya ni haya, wapendwa. Alianza kutafuta njia ya kutoka kwenye jacket. Na katikati mbele yake ya kulikuwa na jacket. Na nyuma yake kulikuwa tumbo ya kijana huyo. Alipoona hawezi kutokea kwa jacket, akaanza kukualiza tumbo ya kijana huyo. Maana yeye njia aliyozifuata ni njia mbaya. Fox akaanza sasa kuwaluza katika tumbo yake.
kijana, maana alikuwa na ile ukatili, aliendelea hiyo na kukua. Sasa anachikilia kama wewe vile wewe unachikilia na mambo mabaya, unajua mambo ambayo unayotenda. Kijana akajikichikilia pale, akakataza hii bwana haikutoroki iende, akajishikilia kama vile unajikilia dhambi ya mambo mengi mpendwa, akajikilia kale kamnyama, naye kamnyama kaanza kumkuaruza, kalimkuaruza ndani na blood ikaanza kutoka. Kijana kuashiria, maana njia aliyofuata ni njia mbaya. Njia tunavyofuata zikiwa mbaya zinaleta uharibifu. Jina la Bwana litukuzwe. Mbweha akaendelea, anataka kutoka, kijana anazuia, yeye akanifeti akitaka kutoka. Mwisho wake kijana akafaint, mbweha akatoka na akaenda. Wacha nikwambie mpendwa, njia ambayo unaifuata ya kukataa Mungu na kukataa kumtumikia Bwana na kukataa na kutenda maovu, siku yake inaja. Kuna madhara unapokataa Mungu mpendwa, kuna madhara na kuna uharibu. Hiyo jina unabia unayofuata ni njia mbaya na itakuletea maneno. Familia nyingi zimepotea, zimewachana kwa sababu ya mambo ambayo na wazee na wamama kufuata njia ambayo ni mbovu. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema kwamba Yesu ndiye njia, Yesu ndiyo kweli na yeye ndiyo uzima. Wapendwa, tukifuata Yesu tutaendelea na mambo ya ukweli. Tunapoendelea naye kufuata Yesu tutakuwa na uzima wa milele. Jina lake Bwana litukuzwe. Katika Biblia kuna mtu mwingine alitenda mambo kama hayo, akafuata njia ambayo ni mbovu, mwisho wake akawa anajuta. David akatoka wakati mmoja kwenye njia zake Bwana na akatenda maovu na mabaya na bwana mke wa mtu mwingine. Biblia inasema kwamba alipogeuka na akatenda mabaya, akatoka kwenye njia za Bwana, he was punished by God. They erased away, my friend, that seemed to be right in the eyes of men, but at the end there is destruction. Asubuhi ya leo Bwana, ningekuomba katika jina la Yesu, wachana na hiyo njia mbaya ambayo unaenda nazo. You are suffering right now this morning. You had money, God has given you money. You went to the bank, you used the money. Now you are suffering this morning. You have a quarrel in your house with your wife because you misspent the money. You lied to your husband. You lied to your wife. That there is a way that seemed to be right in the eyes of man. You thought that by cheating, you thought by telling lies, you have won. But the way you followed, now you are suffering the consequences. My brother, my sister, wewe ambao unatazama saa hii, ujue kwamba kuna njia ambayo inaonekana ni sawa. Unaiona ni sawa na inaonekana ni maridadi. Unaiona ni sawa ukiona na macho yako, lakini mwisho wa njia hiyo ni uharibifu. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema kwamba wakati David alipojitabua na akarudi mbele za Bwana, akarudi kwenye njia za Bwana, Biblia inasema kwamba Mungu akamhurumia. Wapendwa, tuna Mungu ambaye anasikia kilio chetu. Tuna Mungu ambaye amejaa huruma. Pengine njia ambayo umefuata imekuletea madhara nyingi. You are going through difficult things just because ulifuata njia iliyo mbaya. Ninataka kukurejesha katika njia ya kweli ambaye ni Yesu Kristo. Maandiko yake inasema kwamba Yesu ndiye njia, Yesu ndiye ukweli na Yesu ndiye uzima. Mpendwa, ninakuambia kwamba ukimwamini Yesu asubuhi ya leo atakusamehea dhambi. Ukimwamini huyu Yesu, yale ambaye
yale madenti ambayo uko nayo, yale mambo ambayo ni ya aibu, unayaona sasa. Unapompokea huyu Yesu mpendwa, atakuregesha vizuri, atakuweka we vizuri, na atainua maisha yako, atainua familia yako, maana ni Yesu ambaye amejaa rehema nyingi. Jina la Bwana litukuzwe. Ningepata tuweze kuomba pamoja na wewe, na wewe ambaye ungetaka kumpokea Yesu, ningetaka uinamishe uso wako tunapoenda kuomba, ili Mungu aweze kutubariki. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu ambaye Mungu umenituma na neno lako kwa watu wako, ambaye watatazama na watasikia ya kwamba kuna njia ya kwamba inaonekana iko sawa, na wengi wamefuata njia hii wakifikiria ni sawa, lakini wamejuta, maana mwisho wake wamepata ni madhara. Jehova Mungu wa mbinguni, wewe ndiye Mungu wa kweli, wewe ndiye Mungu tunayetumikia, wewe ndiye Mungu ambaye ni ngao letu, wewe ndiye Mungu ambaye ni mchungaji wetu. Mungu Baba, ninaomba ukaweze kuchunga watu wako, ukaweze kuwaongoza Bwana na kuwaelekeza katika njia zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tuachane Mungu, tusaidie, tuachane na njia zilizo mbaya, lakini tufuate njia zako, maana katika njia zako kuna kubarikiwa. Tukifuata njia zako kuna kuinuliwa Bwana. Tukifanya biashara zetu na njia zako Bwana, zitakuwa na mafanikio. Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tusaidie asubuhi ya leo sote Bwana, tusaidie Bwana katika jina la Yesu, ili tukaweze Bwana kufuata wewe. Neno lako linasema kwamba Yesu ndiye njia. Wacha tukaweze kufuata njia hii ya Yesu, na pesa na ndiye ukweli. Tukaweze Bwana kuishi na kuongea ukweli na kutenda mambo tukiwa na ukweli. Na wewe Mungu Baba wa mbinguni, wewe ndiye uzima pia. Tutakuwa na uzima Yehova. Ni asante kwa sababu hatutakuwa na maafa, tutakuwa na uzima. Uhimidiwe na utukuzwe Bwana asubuhi ya leo. Tubariki zote Bwana, utuinue Bwana, ponya nchi yetu Yehova, ponya Wakenya wote. Tubariki Bwana na utuonekanie kwa kila hali Bwana. Ni asante Mungu kwa yule ambaye angetaka kupokea Yesu. Jehova, ninaomba ukamsaidie, ili Mungu akanapoendelea kufanya nilicho ni hii, Jehova Mungu ukampe neema, na Roho wa Mungu akaweze kutawala katika maisha yake, katika jina la Yesu. Roho wa Mungu tawala katika maishani mwetu, tunapoenda kufuata njia Bwana zilizo sawa na wewe, tunapoenda kufuata njia zako Bwana, katika jina la Yesu. Ni asante kwa wema wako, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya wapendwa hawa ambaye wanafanya kazi hii. Jehova Mungu, naomba wainue na uwabariki, ukawabariki familia zao. Jehova Mungu, wewe ni Mungu wa kweli, wewe ndiye tegemeo letu, wewe ndiye tunayetarajia. Upokea sifa na heshima zote katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Mungu na wabariki sana, na wapatie wiki njema ambaye imejaa rehema za Bwana. Bwana awabariki sana, muwe na wiki njema.